Sana, karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Nichukue fursa hii kukaribisha kwenye channel yetu pendwa inayotuletea mafundisho ya neno la Mungu na mahubiri ya neno la Mungu. Siku ya leo tutakuwa na somo letu zuri sana linalosema siri iliyofichwa usiku wa manane. Siri iliyofichika usiku wa manane. Na kwa nini niongelea haya mambo? Kuna mambo makuu mawili hapa naongelea. Cha kwanza ninaongelea kitu kinachoitwa siri. Siri ni kitu ambacho mwingine hana, au watu wengine hana, au wengine wanacho wengine hawana. Hiyo inaitwa siri. Sasa siri iliyofichika usiku wa manane. Kumekuwa na watu wengi kuharibikiwa kimaisha, na pia kumekuwa na watu wengi kuharibikiwa kiuchumi, lakini vita kubwa imebebwa usiku wa manane. Na haswa ili nataka niwafundishe watu wa Mungu, wale waombaji, watu wa Mungu waombaji, watu wa Mungu wanaofunga wanashambuliwa sana usiku wa manane. Sasa tunapoanza, kabla sijaanza ujumbe wetu huu kwa habari ya usiku wa manane, somo lililopita nilifundisha kwa habari ya siri ya usiku wa manane, na tunaendelea na ujumbe huo, na Mungu akubariki sana. Kama ni mara ya kwa kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa, ni kuombe ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu kwa wakati, uwe wa kwanza kupata masomo yetu kwa wakati. Unaweza ukasubscribe channel hii, kaandika maneno, ukabonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, na moja kwa moja utakuwa umejiunganisha na channel hii. Kwa tukituma ujumbe wetu au masomo au vipindi mbalimbali, utakuwa unavipata kwa wakati. Pia tunasikiliza maoni yako na ushauri wako. Unaweza ukaweka maoni yako kwenye channel hii, ukaweka comment yako hapo chini. Mungu akubariki sana. Leo tunaanza siri iliyofichika usiku wa manane. Itaanza moja kwa moja kufundisha. Matukio mengi mabaya huwa yanatokea usiku wa manane. Kesi za wizi, kuibiwa simu, kuvamiwa majambazi ni usiku wa manane. Na hata watu wengi kuweza pia kuharibiwa maisha yao au mali zao ni usiku wa manane. Lakini katika ulimwengu wa roho, usiku wa manane ndio ufalme wa giza unafanya kazi. Usiku wa manane katika ulimwengu wa roho, ufalme wa giza unafanya kazi sana kuliko mchana. Kwa nini? Watu wanakuwa wamepumzika, watu wanakuwa wanapatikana kwa wepesi sana, wamepumzika, ndipo ufalme wa giza unafanya kazi kwa spidi kubwa sana. Kwa wachawi wengi pia huwa wanaroga usiku wa manane, na miungu, mapepo, majini yanafanya kazi sana wakati wa usiku. Sasa leo nafundisha siri iliyofichika wakati wa usiku wa manane. Wengi huwa tunaomba kuanzia saa 3 au saa 4 mpaka saa 5. Maombi haya tunayoomba, wachawi huwa wanakaa kimya tu, wanakusikiliza, wanakusubiria, unaomba, wanakusikiliza. Haya ni maombi mazuri ambao unaomba kuanzia saa 3, saa 4, unalala saa 5. Lakini maombi yenye nguvu kubwa ni yale ya usiku wa manane. Kwa nini nafundisha hivi? Katika usiku ndiko kuna vikao vingi vya wachawi, na wachawi hawa katika usiku ndo kuna vikao vingi vya wachawi, hasa katika eneo unaloishi wewe, katika ulimwengu wa roho.
wanaweza kuweka vikao vyao njia panda, wanaweza kuweka vikao vyao makaburini, wanaweza kuweka vikao vyao chini ya miti mikubwa, wanaweza kuweka vikao vyao kwenye visima vya maji, mapori, lakini vikao vyao vinaanza kuanzia saa 6 usiku. Ndipo ambapo wanakutana katika ulimwengu wa roho. Kuanzia saa 6 usiku ndipo wachawi wanakutana, kwa wanaanza kujadili namna nani afuatiliwe usiku huo, nani maisha yake yaharibiwe, nani kazi yake yaharibiwe, nani uchumi wake uharibiwe. Wanaanza kujadili. Kumbuka uchawi na uongozi wao, kwa wanakaa chini, kuna uongozi, wanajadili nani uchumi wake uharibiwe, nani kazi yake yaharibiwe. Kwa napofika saa 7 usiku ndipo sasa wanaingia kwenye utendaji kazi wa kuweza kuwatumia watakatifu usingizi. Kumbuka wewe sasa, usipoelewa haya, hii ni siri, usipoelewa hautaweza kutoka katika vita vya usiku wa manane. Kwa hiyo kwenye saa 7 sasa, wakati wewe wanakutumia usingizi mzito, baada ya kutuma usingizi mzito, kwa hiyo tayari katika saa 7 hiyo wanaingia kazini ili waweze kulala, ili waharibu siku yako mpya, waharibu siku yako mpya, waharibu siku yako mpya, ili waharibu uchumi wako, ndoa yako, hatima yako, baraka zako. Unajua usiku wa manane ndiko Mungu anatuma malaika wake kuleta baraka kwa kila mmoja mmoja. Usiku wa manane ndiko Mungu anatuma malaika wake kuleta baraka kwenye maisha yako. Kwa hiyo usiku wa manane ndiko wachawi wanasimama sasa ili kuharibu mafanikio yako au uchumi wako katika ulimwengu wa kiroho. Kwa saa 8 usiku wanapewa nguvu, wanapewa nguvu, wachawi wanavikwa nguvu mpya. Ndio maana maandiko yanasema hawalali, hawasinzii mpaka watende madhara. Kwa saa 8 usiku wanavikwa nguvu katika ulimwengu wa roho, ili sasa kuharibu maisha yako au kazi yako au uchumi wako katika ulimwengu wa roho. Kwa wanavikwa nguvu mpya saa 8 usiku hawa wachawi, na hapo huwa wanashirikiana na majini katika saa 8 usiku hiyo. Kwa ndipo sasa saa 9 ndipo inaanza siku mpya rasmi kibibilia. Kwa wanapovikwa nguvu wanasubiria saa 9 inaanza siku mpya, ndipo wanapoachiliwa sasa wachawi kwenda kuharibu maisha ya watu, kuharibu siku mpya ya watu, kuharibu uchumi wa watu. Wanaanza kufanya kazi saa 9 usiku, ndipo wanaanza kushambulia biashara, kazi, ndoa, nyota za watu, kibali cha watu. Kwa wakati huo ukapata neema ya kuamka saa 9 usiku, ukaanza maombi moja kwa moja. Wakati saa 9 usiku mbingu zinakuwa zinafunguka. Saa 9 usiku mbingu zinakuwa zimefunguka katika ulimwengu wa roho. Kwa mbingu zikifunguka saa 9 usiku katika ulimwengu wa roho, nini kinafanyika? Kwa hiyo malaika wa baraka wanakuwepo, mbingu zinakuwa, siku mpya imeanza. Kwa malaika wa Mungu wanakuwa ni wengi, wanatafuta namna kuwasaidia watakatifu, kusaidia biashara yako, kusaidia kazi yako. Wanaleta baraka, wanakuta wewe umelala. Wanaleta mafanikio, wanakuta umelala. Wanaleta mafanikio yako ya siku ya riziki zako usiku wa manane, wanakukuta wewe umelala. Kwa hiyo wale wachawi wa ndoa wanaanza kuteka zile baraka za watakatifu, wanaanza kuteka yale mema ya watakatifu. Lakini nini kimesababisha? Ni kwa sababu ulikuwa katika usingizi mzito. Kwa hiyo yale maombi uliyoomba mara ya kwanza ya saa 3 usiku, saa 4, saa 5 usiku, hayo ni maombi mazuri ya kujiwekea ulinzi, lakini maombi yaliyobeba hatima yako ya kesho, hatima yako mafanikio, ni maombi ambayo yanaanza saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Ukiwa na tabia kuamka muda huo, ukiwa na tabia ya kuzungumza na Mungu muda huo, ukiwa na tabia ya kuomba chochote, hata ukasimama ukawa macho tu ukasema tu, naweza Bwana, wewe ni mkuu sana,
wewe umetukuka sana, wewe una nguvu sana, wewe ni mfalme, wewe ni kimbilio, ukawa na tabia kuongea na Mungu muda huo, Mungu wa mbingu na nchi huwa anatuma msaada wake katika tatizo unalopitia au changamoto kwenye ulimwengu wa roho. Mungu wa mbingu na nchi huwa anatuma msaada wake katika vita au changamoto unaopitia katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni siri, na wache huwa anakusubiria tu. Ukiomba saa 2 saa 3 wanasema mwache tu, huyu atalala. Kuna saa ya kumharibia maisha yake, kuna saa ya kumharibia uchumi wake. Ndio maana ukisoma katika Ayubu 38 maandiko yanasema, kitabu cha Ayubu, maandiko yanasema umeajulisha mapambazuko yako. Je, umeamka asubuhi na mapema kuyajulisha mapambazuko yako asubuhi na mapema kuanzia saa 9? Ndipo siku mpya inafanya kazi katika ulimwengu wa roho, ndipo usiku mpya ndipo inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Ndipo sasa Mungu anatetea watu wake na shetani anatetea watu wake. Kwa hiyo vita kubwa unayopitia ni vita ya usiku wa manane. Kwa ukitaka kubadilisha maisha yako, uchumi wako, mafanikio yako, hakikisha unaomba usiku wa manane. Mungu wa mbingu na nchi akupe neema kuweza kujua siri hizi, kwamba maombi yenye nguvu, maombi yenye matokeo, maombi yenye majibu ni maombi ya usiku wa manane. Unaweza kunifuatilia masomo yetu yajayo katika chaneli ipendwa ya Apostle Katambi. Nitakuwa na maombi ya kuomba kwa habari ya usiku wa manane, vipengele vitakavyokusaidia kuombea usiku wa manane, na Mungu akubariki. Utanifuatilia somo hilo, utalipata kwa kusubscribe channel hii ili uwe kwanza kupata vipindi vyetu. Subscribe channel hii ya Apostle Katambi, weka comment yako hapo chini. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Tunasikiliza maoni yako, tunasikiliza ushauri wako. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu hai. Amen.